Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mnaendelea vizuri na mko salama salimini, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku katika yale yanayoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ngazi ya kiusalama na hata ya kisiasa pia. Mvutano wa kidiplomasia kati ya Kinshasa na Kigali kwa sasa unaonekana kuchukua nafasi kubwa kuliko hata mapigano ya kijeshi mashariki mwa DRC. Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya DRC Bwana Patrick Muyaya amelaani vikali hoja ya kiusalama inayotolewa na Rwanda kuhusu uwepo wa wahasi wa FDLR nchini DRC. Amesisitiza kuwa idadi kubwa ya wapiganaji wa FDLR waliobaki wanapatikana katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Rwanda na washirika wake wa M23. Kwa mujibu wa Kinshasa, hali hii inaondoa uhalali wa Rwanda kutumia FDLR kama kisingizio cha kuingilia masuala ya ndani ya DRC. Bila kutaja majina moja kwa moja, Muyaya alirejelea kauli ya baba na mwana, akionekana kumlenga rais wa Rwanda Paul Kagame na uongozi wake, akisema kuwa hapaswi tena kutumia hoja hiyo kama kisingizio kwa kuwa wanapaswa wenyewe kushughulikia swala hilo. Aidha, alikumbusha mauaji ya hivi karibuni akidai kuwa karibu watu 300 waliuawa mwezi Julai, wengi wao kutoka jamii ya Wahutu, pamoja na vitendo vingine vya mauaji vinavyodaiwa kufanywa kwa kudai kuwafuatilia FDLR. Kwa msimamo wa Kinshasa, FDLR ni raia wa Rwanda na tatizo lao linapaswa kutatuliwa ndani ya Rwanda, isije kuwa sababu ya operesheni za kijeshi ndani ya ardhi ya Kongo. Na kauli hiyo ya waziri huyo imeonyesha kufanana na kauli iliyotolewa na serikali ya Washington, ambayo imeashiria msimamo wa serikali hiyo katika muktadha wa swala la wahasi wa FDLR. Serikali ya Marekani imesema inasubiri Rwanda na M23 watangaze rasmi hatua walizochukua kuwavua silaha wapiganaji wa FDLR. Na hii ni kwa mujibu wa Chris Smith, mwenyekiti wa kamati ndogo ya Afrika katika bunge la Marekani, akisisitiza ya kwamba maeneo yaliyodhaniwa hapo awali kuwa chini ya FDLR katika mashariki mwa DRC sasa yako chini ya udhibiti wa Rwanda na M23. Hivyo jukumu la kuwashughulikia waasi hao linapaswa kuwa wazi. Na hata katika ngazi za Umoja wa Ulaya katika michakato ya kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa Kongo, na baadaye shirika hili kuonesha msimamo wao ni kama kipindi cha mwaka mmoja sasa baada ya azimio la bunge la Ulaya kulaani hali ya mashariki mwa DRC. Ila kwa masikitiko makubwa wamebaini ya kwamba ripoti zinaendelea kuonyesha kuwa hali bado haijabadilika sana. Sasa kwa mujibu wa baadhi ya maafisa wa Umoja wa Ulaya, wameweka wazi ya kwamba nchi ya Rwanda inaendelea kunufaika na uchimbaji na usafirishaji wa madini kutoka mashariki mwa Kongo licha ya matamko ya kimataifa, na hiyo bado inaonyesha uwepo wa pengo kati ya maazimio ya kisiasa na utekelezaji halisi wa hatua za vikwazo. Na tukizungumzia masuala ya mahusiano kati ya serikali ya Kinshasa, kunaaminika kuwepo kwa ushirikiano mpya kati ya DRC na Marekani, ambapo mkutano kati ya waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kaikwamba Wagner na Generali Davin Anderson wa United States Africa Command AFRICOM unaashiria kuimarika kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Kinshasa na Washington. Sababu za mkutano huo zinazotajwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiusalama dhidi ya makundi ya wahasi, kukabiliana na madai ya uingiliaji wa mataifa ya nje, kuhakikisha uthabiti wa kikanda na kulinda upatikanaji wa madini muhimu wa uchumi wa kimataifa. Na sababu hizi zote zikipata kabisa kutendewa kazi, basi kwa muktadha huu ama kwa context hii, nchi ya Kongo itakwenda kufaidika katika kuongezeka kwa uwezo wa kijeshi na kiintelijensia, kupata na kupokea msaada mkubwa wa kidiplomasia kimataifa, kupokea na kuwa na uwezo thabiti wa kuzuia na kuwakatisha tamaa wahusika wa kuvuruga usalama mashariki mwa Kongo,
na kuimarika kwa hadhi ya DRC kama mshirika wa kimkakati wa mataifa ya Magharibi. Ila kwa upande wa nchi ya Rwanda, itaongeza kupungua kwa nafasi ya ujanja wa kidiplomasia wa Kigali, kutaongeza kwa hatari ya shinikizo la kimataifa au vikwazo iwapo madai ya uingiliaji ama uvamizi yataendelea. Kubadilika kwa mizani ya nguvu kikanda, ambapo suala la usalama wa Kongo linageuka kuwa la kimataifa zaidi kuliko la kikanda pekee. Na kwa mtazamo wa kijiografia, tujulishe ya kwamba hali hii itaonesha mabadiliko makubwa, ambapo nchi ya Kongo haitaonekana tena tu kama eneo la migogoro, bali kama muhimili wa kimkakati katika siasa za kimataifa, hasa kutokana na rasilimali zake za madini muhimu. Ila kwa Rwanda, hii itamaanisha kuwa sera yoyote itakayotafsiriwa kama ya uchokozi inaweza sasa kugharimu zaidi kisiasa na kiuchumi. Wakati washirika wa kikanda na wa kimataifa wakiendelea kujihamasisha kumaliza kile ambacho serikali ya Kinshasa inakitaja kama uchokozi dhidi ya nchi yake, tumepata tetesi ya mafununu za taarifa ambazo zinadai kuwa Rais wa Rwanda Paul Kagame anaongeza juhudi za kidiplomasia nchini Kenya. Kwa mujibu wa taarifa hizo, hatua zimechukuliwa kupitia watu wanaotajwa kuwa karibu naye, akiwemo Corneille Nangaa, kwa lengo la kuwasiliana na baadhi ya maafisa wa serikali ya Kenya. Inadaiwa kuwa mawasiliano hayo yanaweza kuhusiana na maandalizi ya muda mrefu ya jaribio la kutangaza uhuru wa baadhi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa vikosi vinavyohusishwa na Rwanda. Na iwapo mpango wa aina hiyo ungejaribiwa kutekelezwa, basi wachambuzi wanaona kuwa hatari inayoweza kutokea ni pamoja na kwamba uamuzi huo utakuwa ni changamoto kubwa kwa mamlaka na mipaka ya DRC, utahatarisha utulivu wa eneo lote la maziwa makuu, na utakuwa umekiuka misingi ya sheria za kimataifa kuhusu heshima ya mipaka ya nchi huru, na pia utabadilisha mizani ya nguvu za kisiasa katika Afrika ya Kati na Mashariki. Na kwa mtazamo wa kijiografia, swala hili sasa litaweza kuzidi kuwa la kimataifa kuliko ndani ya Kongo pekee, maana litagusa ulinzi wa mipaka halali ya nchi ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, litagusa msimamo wa jumuiya za kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia litagusa ushindani wa kimkakati kuhusu rasilimali na ushawishi katika eneo la maziwa makuu. Kwa hali ilivyo, uangalizi wa kimataifa, kikanda na kimataifa unaonekana kuwa muhimu zaidi kuliko wakati wowote, kwani kwa muktadha huu mjadala hautahusu tena tu mapigano ya kijeshi, bali utahusu pia uadilifu wa mipaka, sheria za kimataifa na mustakabali wa usalama wa Afrika ya Kati. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Endelea kuambatana sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa.